Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wapendwa na wapenzi wa Khalifa Sheikh Saleh Makarama. Leo ni siku nyingine ambayo kwayo tunatakiwa tumshukuru sana Allah tabaraka wa taala kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, nakuleteni mwendelezo wa kisa cha mzee katika ardhi ya Kigoma, mzee ambaye anayehusika katika masuala mazima ya sihiri au uchawi. Tulielezea namna ambavyo alivyoingizwa katika uchawi, lakini pia vilevile tukaja tukaeleza tukio la kwanza la kumwathiri mtoto mdogo na namna ambavyo alinitaka niweze kumsaidia. Lakini miongoni mwa matukio mawili ya kuogofya ya kutisha ni hichi kisa ambacho nakuletea. Muhimu kwako ni kujua Al-Karama Islamic Dua Center inapatikana katika ardhi ya Dar es Salaam, Kigamboni, Kisota, majumba ya Wachina. Namba zetu zinapita hapo, ni alama kujumlisha 25568914 Lakini pia vilevile namba nyingine ni hii hapa ambayo inapatikana pia kwa WhatsApp na kawaida ambayo ni 0740458054, yani unaweka alama kujumlisha 255740458054. Hizi ni namba ambazo unaweza ukapiga moja kwa moja WhatsApp pamoja na kawaida kokote uliko ulimwenguni, na insha Allah utatupata, lakini unaweza ukatufikia Kigamboni. Lakini habari iliyo maridhawa kabisa juu ya wakazi wa Dodoma, hivi karibuni tutakuwa tuna kituo au tutakuwa tuna ofisi yetu nzuri kubwa katika ardhi ya Dodoma, na inshallah vipindi vinavyofuata tutakuelezeni itakuwa ni Dodoma sehemu gani. Ikhwani wapendwa, kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, sikilizeni hichi kisa. Baada ya kuwa nimekaa na yule mzee ambaye jina na msitiri na sasa hivi amekuwa ni marhum, alinihakikishia kwamba baada ya kunipa yale aliyonielezea haitochukua muda mwingi katika kuishi kwake. Wachawi kama wachawi hawatokubali kwa kuvunja miko ile ya kichawi ambayo yeye tayari kaishaitoa, lazima roho yake ingetoka. Kuna namba alinipa. Haya ni miongoni mwa matukio mengi nitakayoelezea yaliyojiri na yale aliyoyafanya, na akahitaji kabla ya kuondoka ulimwenguni au baada ya kuondoka ni watoe wale watu katika sihiri walioingia, ni watoe wale watu katika madhara ambayo wamefanyiwa, lakini pia akanipa nguvu ya dawa ambazo, namna ambavyo wao wanafanya kumwathiri mtu na ni jinsi gani unaweza kumuondosha mtu katika sihiri hiyo ambayo iliyowasibu. Na ndio maana nimezileta hizi dawa. Hizi dawa ni mujarabu sana, muadabu sana. Hii ni ya kunywa, lakini pia hii ni ya kupaka, lakini hii hapa utatumia kwa ajili ya kukoga, lakini darasa kubwa ni hii hapa al-maghnatisul hubbi, ambao mbele ya kisa nitakuja kuelezea. Yule mzee amenipa namba miongoni mwa watu waliowafanyia madhila. Nikaondoka nikarejea katika jiji la Dar es Salaam. Baada ya kufika nimepunzika kwa muda wa masiku kadhaa. Isambaze klipu hii, wapendelee kheri katika wale ambao unahisi kwamba wakisikia watajifunza, watajinusuru kutokana na sihiri na uchawi. Hata wale ambao hawajakutana na sihiri na uchawi, basi inawezekana ni sababu ya wao Allah tabaraka wa taala kuwaepusha katika jambo kubwa hilo. Baada ya kufika Dar es Salaam, nikiwa katika ofisi yangu, zama hizo nilikuwa na ofisi katika ardhi ya Kibada. Pale Kibada kama unaelekea Kongowe, kuna shule ya Kibada ya msingi, mkono wa kulia pale kuna supermarket kwa juu, ndio ilikuwa ofisi yangu. Nikiwa pale nikakumbuka kwamba yule mzee katika ardhi ya Kigoma alinipa namba ya simu na akaniambia nipige. Ndipo nilipochukua simu yangu na kisha nikaipiga, kwa sababu namba yenyewe ilikuwa imeandikwa kwenye karatasi tu. Nikaiandika, baada ya kuiandika kwenye simu yangu nikaipiga. Baada ya kuipiga namba ile mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ni kama alikuwa anahitajika kupokea simu ile alikuwa akipuuzia, lakini Mungu si afumani, ghafla simu ile ilipigwa baada ya mimi kuwa nimekata tamaa. Swali la kwanza nilisikia nikiulizwa, wewe ni nani? Lakini sauti iliyokuwa ikiniuliza ni sauti nyonge, dhaifu, inatia msisimko, namna ambavyo unavyoisikia sauti ile, msisimko na huzuni kubwa ya mtu anayeuliza swali lile. Hapo nilijenga picha, huyu mtu kazidiwa na maradhi. Swali langu nilimuuliza, nikamuuliza, je, wewe ni Shivan? Akaniambia ndio, mimi ni Shivan. Akaniuliza, namba yangu umeipata wapi na mbona sikufahamu? Lakini je,
umelijuaje jina langu? Nikamwambia mimi naitwa Khalifa Sheikh Salim Makarama, niko Dar es Salaam na inatakiwa haraka sana tuweze kuonana. Tuonane kuhusu jambo gani? Ndipo ilibidi nimpe takrifu tu kwa ufupi, yani nimuelezee kwa ufupi. Kanambia mimi nimetoka Kigoma, sehemu moja, kijiji kimoja kinachoitwa Chakabwimba, kilomita 10 au 15 kutoka Mahembe. Kutoka Mahembe unakwenda Chakabwimba hapa katikati. Baada ya kumpa zile location, yule binti akaanza kulalamika, akaniambia shekhe, au wewe mtu kama na wewe umetumwa uje unifanyie madhila, sitaki, niache. Akakata simu. Ilichukua muda sana kumwandikia SMS na kumrai. Nikamwambia bana, mimi nimetoka huko, lengo ni kukusaidia dhiki na taabu ulizonazo. Baada ya kuwa amenielewa na kumpa aya za Allah tabaraka wa taala, la taqnatu min rahmatillah, usikate tamaa katika rehema za Allah, ndipo binti yule alipoweza kunielewa. Baada ya kunielewa binti yule akasema ngoja niwaulize baadhi ya watu wangu wa karibu. Baada ya kuwauliza wakasema, mwiba ulipoingilia ndipo natakiwa ukatokee hapo hapo. Kama kakupigia lengo ni kukusaidia, utajua baada ya kufika. Asa ayuhibbu shay'un wa huwa sharran lakum wa asa ayaqra shay'un wa huwa khairun lakum. Mnaweza mkawa mnapenda kitu, kumbe kile kitu kikawa ni ubaya, ni shari kwenu nyinyi. Na asa ayaqra shay'un wa huwa khairun lakum, mnaweza mkawa mnachukia jambo, kumbe jambo lile likawa ni ndio kheri kwenu. Wakamsi binti ule alifanya haraka haraka kutengeneza harambee ya watu wake wa karibu. Hakutumia basi kutokana na namna afya yake ilivyokuwa mgogoro. Binti ule ilibidi apande ndege, katoka katika ardhi ya Kahama akaingia Mwanza. Baada ya kuingia Mwanza akapanda ndege, karuka zake mpaka Julius Kambarage Nyerere. Baada ya kutua pale ananipigia, shekhe, niambie ni maeneo gani? Nikamwelekeza. Siku kama ya 3 binti yule ndo alikuja baada ya mawasiliano yangu ya mimi na yeye ya awali, lakini usafiri aliotumia ni usafiri huo wa ndege. Siku zote akiwa hayaja kufika, unaweza kaona haya tunayozungumza hayana umuhimu wowote, lakini siku ya kikugusa, basi kokote duniani utanyanyuka na utakuja, na ukija utakuwa una subira, na pia maelekezo utakaopewa utayafanyia kazi. Sihiri wanavyoielezea baadhi ya wanazuoni, baadhi ya wataalamu, baadhi ya mashehe, sio ule uchawi ambao mimi nilokaa chini mtu anakusimulia na kuambia mimi ni mchawi, kitu ninachokifanya ni 1 2 3. Sikiliza kisa cha Shifani. Binti yule baada ya kukutana naye amevaa nikabu, ameingia katika ofisi yangu. Baada ya kuingia ananitazama, machozi yanamtoka. Namwambia karibu kaya, anakaa ananiambia mbona ni kijana mdogo, nilitaraji nitakutana na baba mkubwa. Nikamwambia hapana, kwa sababu elimu haikai tu kwa watu wazima au jitu la kutisha. Kaa chini hapo, alafu ni kile nilichoambiwa nikifanye nitakifanya. Akakaa binti ule, kisha akaniuliza swali, je, unajua yaliyonikuta? Nikamwambia hapana, siyajui. Je, unamwamini huyu aliyekutuma? Isiwe anakutuma uje unikandamize au nichukue kabisa kama vile ambavyo alivyonikuta huko awali. Nikamwambia kwani alikukuta nini? Sasa hapo kwani yalikukuta nini? Kaa kwa kutulia. Tena ikiwezekana kwenye simu ukiona tabu, unganisha kwenye TV alafu kaa vizuri usikilize kisa hiki. Anasema binti huyu kwa sauti ya upole iliyojaa maradhi na udhaifu mkubwa, huku machozi yakimiminika, ananiambia, shekhe, mimi nilikuwa nikiishi na wazazi wangu na tumezaliwa watoto 3 na wote wa kike. Katika watoto wote 3 hao, cha kwanza mama yangu na baba yangu, mama yangu walikuwa na sauti. Nikisema hivyo mnanielewa, kuna familia zingine kina mama ndo wana sauti, na wewe mwanamume unayotaka kwenda kuoa kaichunguze hiyo familia. Ukikuta mwanamama au mke wa hiyo familia au mama wa familia ana kauli kuliko mume wake, hiyo sehemu kimbia, nyanyuka mbio sana, usioe sehemu hiyo, kwa sababu watoto wa kike watakuwa wanakopi namna ambavyo mama yao anavyoishi na baba yao. Ondoka. Anasema mama alikuwa na sauti na alikuwa akitoa tu sauti, basi baba ana drop, anashuka, hawezi kusema chochote. Lakini baba yangu alikuwa ni mpole sana. Kutokuwa na sauti kwa baba yangu, majina ya dada zangu 2 wa juu, wa kwanza na wa pili, walipewa majina aliyokuwa amepanga mama.
lakini baada ya kuzaliwa mimi na mimi ndo nikafunga uzao wa mama yangu, ndipo nilipopewa jina kutoka katika upande wa baba yangu, na baba yangu huyo akanipa jina la mama yake kipenzi, kiasi ambacho kwa kunikabidhi jina la mama yake, basi mzee alinipenda na alidhihirisha mapenzi kiasi ambacho hakufanya kwa dada zangu, kiasi ambacho jambo lile lilimkera mama, ikionekana kwamba mama akinifanyia kitu chochote kizuri basi ni kwa sababu ya lile jina la mama yake, basi mama alikuwa akitamka maneno mabaya kidogo kwa mzee wangu. Lakini pia kwa sababu mama alikuwa na kompleni mbele ya dada zangu, hata wa dada zangu nikawa naona kuna muda mwingine hawanichukuli vyema mimi ndugu yao. Hayo ndo maisha tulioishi, lakini baba yangu alinipenda. Sisi kawaida Wahindi, kwa sababu Shivani asili yake alikuwa ni Muhindi, sio Totara, ni Muhindi, lakini alizaliwa katika ardhi ya Tanzania, nielewe vizuri. Anasema sisi kawaida huwa tukifika mahala tunaweza kweli tukasoma, lakini tukifika mahala tutaachishwa shule tuweze kuolewa au kukaa tu nyumbani. Ndivyo ilivyokuwa kwa dada zangu. Kila walipofika lenki fulani, wao waliachishwa masomo, na baada ya hapo wengine waliolewa, mwingine alikaa nyumbani, na wenye kuachika hivyo tafrani tu, na Muhindi anaolewa na Muhindi mwenzie. Lakini mimi ilikuwa ni tofauti. Chochote nitakachomwambia mzee wangu alikuwa ananifanyia. Nikamwambia baba, mimi napenda kusoma. Hata ilipofika kipindi cha kutaka mimi niolewe, baba ilikuwa ni ngumu sana mimi kuniachisha masomo, kwa sababu nilikuwa napenda kusoma, na kweli nilikuwa genius sana. Niliweza kusoma kumaliza darasa la 7, lakini katika shule za kulipia mzee wangu alikuwa analipa pesa nyingi ili mradi nisome, na nilikuwa napelekwa na gari private, lakini pia narudishwa nyumbani. Kwa kifupi, tulikuwa tuna maisha mazuri sana, kwa sababu baba yangu alikuwa na share kampuni zake, alikuwa na share na ndugu zake, yani ni ndugu wamejiorganize, wametengeneza kampuni kubwa ambayo ilikuwa ina fedha inaingiza, na mzee wangu alikuwa ni kama chairman katika kampuni ile, kwa sababu yeye ndo alikuwa mkubwa, kwa risk ilikuwa inaingia hivyo, akaona tabu kunilipia mapesa mengi mimi nisome. Basi nilisoma mpaka kumaliza darasa la 7. Baada ya kumaliza tu darasa la 7, wakati tunasubiria taratibu za mimi kutolewa kwenda, sasa nimefaulu vizuri, tunatafuta shule gani nzuri ya mimi kupelekwa ili nikaanze kidato cha 4, ndipo hapo tafrani za mimi kutaka kuolewa na shindikizo kubwa lilitokea. Miongoni mwa familia walikuwa wanataka niolewe na watoto wao ambao tunafahamiana, tuko pamoja, tuko vizuri, yani ni ndugu wa fulani, yani ni watu tunafahamiana, na wao ni Wahindi. Mimi nilikataa na baba yangu alinisikiliza, kitu ambacho chuki yangu ilizidi kwa wale ambao nilokuwa nikiwakataa. Siku moja mzee wangu alitoka, na ndipo mwanzo maisha yangu yalipoanza kubadilika. Hali ya maisha ilianzia hapo. Mzee wangu alitoka akiwa na kijisafari kidogo, alikwenda salama, na nikiwa niwasiliana naye kila hatua zake, na hata alivyokuwa akirejea aliniambia, sasa mwanangu, ndio narejea. Alirejea, lakini baada ya kufika njiani, kila nikimpigia baba yangu simpati hewani, kila nikipiga simpati. Baadaye nilikuja tu namba, kwa sababu nilikuwa nikipiga sana simu, na mama yangu alikuwa na mpango, baba akitoka yeye atatoka, akisharudi ndo anakuja kuwasiliana. Kwa namba yangu ndo ilikuja ikapigwa, nikiwa na furaha sana kuona jina la baba yangu kwenye simu ikiwa inapigwa. Nilipokea simu ile nikiwa na bashasha, nikapokea nikijua nitasikia sauti ya baba yangu. Nilisikia sauti ananiambia, wewe ni nani? Nikamwambia mimi ni Shivani. Uko wapi? Nikamwambia mimi nipo Kahama. Akaniambia, unaye mkubwa karibu hapo? Nikamwambia ndio, yuko mama yangu. Mpe simu. Nikaipeleka simu kwa mama, lakini namna ambavyo yule mtu alivyokuwa anaongea ni kama mtu aliyehamaki. Akaniambia, nisikilizeni. Baada ya kuwa mimi nimempatia simu mama yangu, akaniambia, kwa sababu nimeweka loud speaker, nataka nijue kitu gani ambacho kimetokea, kwa sababu sauti iliyokuwa inazungumza sio ya baba yangu. Anamwambia, wewe ndo mke wa huyu mzee hapa? Anasema naam. Sasa sikilizeni, huyu mzee amepata ajali mahala fulani na tumemkimbiza hospitali, kwao nimeona nikupeni taarifa, kwao nendeni hiyo hospitali. Kabla ya kumuuliza chochote, yule mtu alizima kabisa ile simu. Mpaka leo tunazungumza hatujui faida yake ilikuwa ni ile simu na yeye kutupa faida juu ya tukio lililomkuta baba yangu. Nguvu ziliniisha. Tuliondoka, ndugu akapiga na simu, tukaondoka mpaka hospitali ile ambayo tulielekezwa. Baada ya kuwa tumefika katika hospitali ambayo tulikuwa tumeelekeza, tutaficha baadhi ya maeneo kwa jina kwa sababu haturuhusiwi kuyataja baadhi ya maeneo. Baada ya kufika katika hospitali hiyo, kweli tuliambiwa hapa kuna ajali imetokea na kuna maiti kadhaa zimeletwa.
sio mgonjwa, sio majeruhi, sio nendeni katika odi fulani mtamkuta mzee fulani. Hapana, nendeni mochwari mkahakikishe kwamba je, ndugu yenu yupo katika wale walioletwa wamefariki. Nguvu ziliniisha nikawa sijielewi. Tulikwenda mpaka mochwali kwa sababu nilikuwa sina uhakika na lile ambalo naloambiwa. Baada ya kufika mochwali kweli, kuja sukuma hivi baadhi ya maiti, tunaona sura ya baba yangu imeharibika sana, mwili wake umeharibika sana kiasi ambacho nilipoteza fahamu. Baada ya siku 2 ndo najikuta niko hospitali na tayari mazishi ya baba yangu yamefanyika. Baada ya kutolewa hospitali narudi nyumbani na wauliza baba yuko wapi? Tayari tushafanya mazishi yote, na taratibu za Wahindi katika kufanyaji mazishi nafikiri mnazifahamu. Taratibu zote zilifanyika, lakini kabla ya kwenda kwenye kusafirisha lile jivu, maana wana taratibu zao wao, mtu akishafariki anaweza karudishwa kwenye asili yao, kama ni India, kama ni wapi, kuna namna zao wanazifanya za ibada, sina budi kuzielezea, yani sina umuhimu wa kuzielezea sana. Leo tunataka tumuelezee Shivani yote aliyopitia. Kwa nini ushivani, mtoto wa Kihindi, nasabu yake, namba yake na kwenda kuipata kwa yule mzee mchawi mshirikina, mzee ambaye alikuja kutubia baadaye, baada mimi kuwa nimelitoa lile darasa la jinsi gani ambavyo wema wa mtoto kwa baba yake na wema wa baba kwa wazazi, au wema wa wazazi kwa watoto na wema wa watoto kwa wazazi wao. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, anasema kabla zile taratibu za mwisho za mazishi, ndugu wa familia ya baba walikusanyika nyumbani. Baada ya kukusanyika nyumbani, wakaanza kumforce bi mkubwa alete baadhi ya nyaraka muhimu za makampuni, za magari. Na kwa sababu mama yangu alikuwa ni jeuri, bila kujua jeuri muda mwingine ni hasara, au hasira ni hasara, mama akawa anajibu jeuri. Na muda wa siku, kwa sababu alikuwa amechanganyikiwa na kifo cha kufiwa na mume wake, baya lipo lakini litakuwa zuri likiondoka. Mwanamama alichanganyikiwa sana, mama yangu alichanganyikiwa kiasi ambacho akawa anajibu vile ambavyo wao walivyokuwa, namna walivyokuwa wakimuijia. Mashangazi zetu pamoja na baba zetu wadogo walikuwa wanazihitaji zile nyaraka za kampuni, ambao baba ndo alikuwa chairman ya kampuni hiyo. Wapendwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wapo wanaopitia majanga hayo, au wapo ambao wamekusha kuyapitia. Sikiliza kisa hiki cha Shivan vizuri sana, ila jua kabisa katika yote tunaozungumza kuna dawa inaitwa al-Maghnatisul Hubbi. Ni dawa mujarabu sana, muadabu sana kwa wale wanaotaka kupendwa, kwa wale wanaotaka wapendwe, kwa wale ambao wana wapenzi wao wanawasumbua, kwa wale ambao biashara zao wanazifanya hazendi, kila wanachokifanya mambo yao hayaendi. Maghnatisul Hubbi, sumaku ya mapenzi, itakufaa na itakubadilishia maisha yako kupendwa. Lakini pia kuna dawa ya kupiga mswaki, kauli yako itakuwa ndio yenye mvuto na yenye power ya ajabu sana. Kituo kipya kinafunguliwa au ofisi mpya katika ardhi ya Dodoma. Tutakuelezeni darasa inayofuata ni maeneo gani, lakini kwa sasa pia Dar es Salaam ofisi yetu ipo na ipo active. Ikhwani, ndugu zangu wapendwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, mwanamama alitoka ndani, akaingia ndani, akachukua ile mahati akawarushia hapo, mahati ya magari nini. Yeye akihisi anayafanya kwa hasira, lakini kumbe alikuwa anatuingiza katika dhiki na tabu ambao hatuitegemei katika maisha yetu. Baada ya kumuona mama anafanya mambo hayo, mimi nilinyanyuka, kwa sababu ile hati ya nyumba tunaoishi pale au tunaishi kwayo, baba alikuwa amenionyesha inapatikana wapi. Nilichukua ile hati na mama alikuwa anajua, lakini nilienda kuihamisha. Baada ya ukaguzi wao wakagundua ile nyumba tunaoishi hati yake haipo. Walipomwambia bi mkubwa, basi bi mkubwa alizunguka nyumba nzima hakuiona hati hiyo, lakini mimi nilikuwa nimeificha mahala. Basi wakasema kwamba watoto tutawasaidia, wakabeba zile hati wakaondoka. Tena wakabeba na majivu ya mzee. Hatukuwaona wasalamu, hatukuwaona hata wakuleta unga tu wa ngano watu watengenezewe mkate, wakawa wamekwenda. Na hapo ndipo ambapo nilipitia maisha magumu ambayo sijawahi kuyaona tokea kuzaliwa. Asubuhi nilikuwa nikiamka vitafunwa zaidi ya aina 5-4 na kula aina moja tu, labda kuna sambusa, kachori, kababu, chapati, sijui nini na vitu mfano hivyo vyote, lakini nitakula kimoja naondoka zangu, na uhakika nikirudi mchana nitakula. Shule kwenyewe tunaosoma ni shule ambayo ina gharama kubwa, kwa hiyo uhakika na kule nitakula. Kwa hiyo nilikuwa nikiondoka zangu shule pia nitakula vizuri, nikirudi usiku basi ni wakulazimishwa na baba kula, lakini nilikuwa nakula kidogo, chakula kingine na kiacha. Wapendwa kwa ajili ya Allah
tabaraka wa taala, ikawa inafikia mahala tokea asubuhi mpaka mchana ajui anakula nini, usiku ndo anakuja kupata chakula. Kwa kidogo zile rambirambi zikawafanya wao waweze kuishi, zile lambilambi zikawafanya wao waweze kuishi. Hali kidogo ikaanza kuwa inafunguka kwa vijiswadaka. Unaweza maisha yako yakabadilika siku moja. Acha kibri kwa kile ambacho unachokiona kinakupa manufaa katika ardhi. Kuna wengine walikuwa na mali, ghafla zikateketea kwa moto. Unashangaa tu maduka yako yanawaka moto, alafu hakuna kile ambacho kilichosababisha moto wake. Kila ukiangalia si TANESCO si chochote, na yupo jini asili yake, kazi yake ni kuwasha mioto mali za watu. Takuja kukuelezeni ni jini gani kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, ili tuwe na tahadhari ya kukinga mali zetu. Majumba yetu haya yanahitaji dua. Unahitaji dua kubwa katika nyumba yako. Namba za simu hizi hapo, lakini inshallah hivi suni tutakutangazieni dua ya kinga, dua mujarabu muadabu sana. Atakayekufanyia ubaya ni bora afe, aondoke aende akhera. Wewe sasa kama umeshazoea dhiki, basi sawa, baki na wabaya wako. Lakini namba hizi hapo, ukitaka dua hiyo, tutatengeneza utaratibu wa kuwatengeneza watu kwa ujumla, tufanye dua kubwa ya hisni, ya kinga, ya hijabu, khudhu khidhirakum, iweze kutimia. Yalipita hayo, dhiki ziliendelea. Anasema kwa sababu kiu yangu ilikuwa ni kusoma. Mmoja kati ya shangazi zangu naye alikuwa ananipenda sana, kwa sababu jina lile ambalo nilopewa ni jina la mama yao. Kwa mimi walikuwa wananipa baadhi ya vijirupurupu. Anasema siku moja shangazi yangu aliniita akaniambia, una mambo mawili. Naona maisha unaoishi wewe na mama yako ni ya kukinzana sana. Je, nikuchukue uishi kwangu au una jambo gani unataka nikufanyie? Akasema mimi nikachagua kusoma. Akasema mimi nataka kusoma niende 5 niende kidato cha 5, cha 4 na cha 5. Akaniambia achana na mambo ya cha 4 cha 5. Wapo vijana wazuri wanataka kukuoa. Anasema kwa sababu alikuwa Shivani kweli. Wewe binti mzuri, basi sikiliza ili jina Shivani kweli, toto la Kihindi. Shivani kwa maana Shivani kweli. Anaambia mimi nataka kusoma. Basi shangazi yake kwa sababu alikuwa kidogo kuna kijiwema amefanyiwa na marehemu baba yake na Shivani, akaona kwamba haina shida, mimi nitakusomesha. Sasa uwezo wangu ni mdogo, sio kama wa baba yako. Akasema nisomesha hata shule za kawaida. Hapa ndipo ambapo alipelekwa katika shule za kulipia ada za kawaida. Ilikuwa ni private, lakini sio kama ile ambayo baba yake alikuwa analipa. Shivani akaingia katika shule hiyo mwaka wa kwanza, kidato cha kwanza, lakini hakuwa na maendeleo mazuri kwa sababu ya stress ya maisha, kwa sababu ya namna maisha magumu anayoyapitia, kwa sababu ya kufiliwa na baba yake, akawa chochote akikifanya hakiendi. Licha ya ufaulu wake ulikuwa ni wenye kustaajabisha katika shule ile baada ya kupeleka vyeti vyake, lakini uweledi wake katika masomo ulikuwa ni mdogo sana, kiasi ambacho testi zilikuwa zikitoka basi atashika wa mwisho. Siku kadhaa zilikwenda na walimu walijaribu kuonana na shangazi yake na aliwajaribu kuambia mumvumilie, na ufaulu wake ulimfanya waendelee kumvumilia. Wakasema huyu kuna machangamoto tu amezipitia. Lakini ajabu ya Rahmani, wakati wa masomo ya Shivani akawa kuna kijana mmoja katika darasa hilo, kijana huyo kila testi ikitolewa basi anashika namba 1. Kila mtihani ukitoka yeye anachukua A. Yani kijana ambaye alikuwa ni yuko smart sana, lakini huyu alikuwa ni Mswahili au anakauchotara kidogo cha Uafrika na Uhindi, au kwa lugha nyingine zote tukasema Muafrika na Kauarabu chotara. Yani sio ni yule ambaye nywele zake za kukunja lakini ana kijirangi. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, yani ana nywele ya kipilipili lakini anaji. Nyinyi ambao mnataka kuolewa na watu weupe, watu wana ubaguzi muda mwingine. Sikiliza kisa cha Shivani na Samiri. Wewe mweusi umekaa mimi nitaolewa tu na Mwarabu, nitaolewa. Wewe bana, wewe tunasema kweli hapa. Ukimuona mtu mweupe hana ubaguzi, kashika dini. Sikiliza kisa cha Shivani kina Samiri. Shivani akaona kwamba ili ni faulu masomo yangu nijisogeze kwa Shamiri, kwa sababu anapenda kusoma, basi akajisogeza kwa Samiri. Na Samiri naye akaona ni ajizi. Kwanza sikiliza sifa za Samiri. Samiri yule dada anaelezea alikuwa ni kijana fulani mpole, si msemaji sana, lakini ni kijana ambaye alikuwa na usmati fulani hivi, kukea fulani. Kwa hiyo aliweza kumkea yule binti,
akawa anamfundisha yanaingia, akajikuta yule binti ule weredi wake wa mwanzo unarejea, akajikuta akamzoea Shivani kama ndo faraja yake baada ya kufiliwa na baba yake, kwa sababu ndugu hawamjali, familia hazimjali. Kwa binti akajikuta amezama kwa Samir, anamaliza kidato cha kwanza, amefaulu vizuri, wanashindana sana Samir kwa sababu yeye ana kipawa cha asili. Anafika kidato cha 3 wako vizuri, na hapa ndo fukuto la kutaka kuolewa likazidi, lakini kumbe hao wawili wamependana bila wao kujijua. Kwa hiyo ikawa inafikia mahala wakikaa pamoja, anamwambia eti familia yangu inataka kuniozesha. Alafu anamuona Samiri kama anaingia unyonge. Anamuuliza kwani wewe unahitaji kuolewa? Shivani anasema kama ningekuwa nataka kuolewa basi mwanamume wa kunioa ingekuwa ni wewe. Wakajikuta wanafurahikia yale maneno, mwisho hawa wawili wakatengeneza hazima ya kutaka kuwa pamoja kwenye maisha ya ndoa. Wakaonyesha kupendana, wakaambiana wanapendana, wakimaliza masomo waweze kuoana. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, yule binti akajisumu akaenda kumwambia shangazi yake. Baada ya kumwambia tu shangazi yake akaona sasa zigo la lawama litamdondokea, kwa sababu yeye tayari amekwisha yendo amebeba swala la kumpeleka Shivani tena shule, kiasi ambacho katika familia yao hawaruhusu akifika muda fulani basi apewe mume aolewe. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, na huku Samiri tayari kaishamchukua yule binti, ameshamfikisha mpaka kwa mama yake. Mama anamjua, namba za Shivani anazo, maisha imekuwa yanakorogeka hapa, watu wamependana. Basi yule shangazi alichokifanya, kwa sababu yule Shivani ilibidi akakae boarding, ilibidi amtoe na amwachishe shule, na sasa ni lazima ataolewa kwa nguvu. Binti ule aliweka njia zote za kutishia kujiua, za kutishia kufanya mabaya tofauti tofauti, lakini familia ilikazana ikasema hapa ni lazima uolewe. Wapendwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kisikilize hichi kisa. Shivani anaingia vipi kwenye matatizo ya kukutana na mzee ule ambaye alinielezea namna uchawi jinsi ulivyo, ndio utajua hii dunia inavyotisha. Wapendwa kwa ajili ya Allah, yule binti akamsimulia Samiri yote. Samiri akajikaza kwa miaka 2 ya mikiki, miaka 2 ya dhiki, mpaka kamaliza form 4. Baada ya kumaliza form 4 akaona kwamba mimi siwezi kuendelea na masomo, hali ya kuwa kichwa changu, jamani, mapenzi ni kitu kingine, wanasema yana run dunia. Na ndio maana nikakuletea kitu kinachoitwa al-maghnatisul hubbi, yani umempenda afu kuna mijitu imekinga huko haitaki umuoe. Basi wale wanaokuchukia ukitumia maghnatisul hubbi, wao ndo watarejea, wataanza kukupigania, watakuja kushtukia ushamuoa mtoto wao, maisha yameshakuwa al-Fatiha, mimi umebeba watoto unaondoka, ndo akili zinawakaa sawa. Maghnatisul hubbi, sukutua, nenda mfate mkweo, mwambie tena kwa ujasiri, na mtaka mtoto wako, sauti yako itakuwa na mamlaka. Fanya biashara, mteja akija tamka tamko, bana hii ni kiasi kadhaa, bosi wako akupendi, mtamke matamko, kheri na salama itakaa sawa na maisha yatakuwa vizuri. Hii ni sumaku ya mapenzi na kuleta upendo katika kila kitu kinachokusumbua katika maisha yako. Samir akamwambia mama yake. Mama yake naye alikuwa si mnyonge, ana vijisenti, lakini alikuwa anafahamika enzi hizo na watu wakubwa katika serikali maeneo hayo ya Kahama. Akamwambia na bahati mbaya sasa, sikiliza picha lilivyo, katika watu wanaopendwa na yule mama yake na Samiri, katika watoto wake Samiri naye anapendwa chamroho. Yani Samiri atafanya la hovyo, yule mwanamama atalipokea na atalibeba kita. Yani ukitaka kugombana na mama yake na Samiri, mguse Samiri. Sasa Samiri ameguswa katika mapenzi, anaambia mama, siwezi kusoma kwa sababu ya mapenzi, Shivani anataka kuolewa. Mwanamama akasema unaweza kwenda kumchukua? Akasema naam. Akasema ngoja tuonyeshane, wao ni Wahindi, mimi ni Mwafrika, tuonyeshane. Huyu si anakupenda na binti mwenyewe nimezungumza naye anakupenda sasa subiri. Binti yuko tayari kwa lolote, asema naam. Cha kwanza yule mwanamama akatengeneza miradi ambayo Samiri itamshikiza katika kufanya maisha yake. Kweli akaweza kufanya baadhi ya biashara na baadhi ya mambo fulani ili mambo yakae sawa. Ikhwani wapendwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, Samiri akamfuata Shivani. Baada ya kumfuata Shivani, alivyotoka wakatoka, kwa sababu kipindi hicho Shivani amehamishiwa katika mkoa wa Mwanza, ametoka Kahama mpaka Mwanza, akambeba akamleta Shivani katika ardhi ya Kahama. Baada ya kufikishwa tu usiku, mamake akamchukua Samiri, akamchukua na Shivani, akampeleka kwa mtu mmoja mkubwa sana enzi hizo katika mkoa wa Shinyanga pale Kahama, katika wilaya ya Kahama, akampeleka akakaa. Nikisema mtu mkubwa ina maana ni watu wakubwa, nielewe kwa maana watu wakubwa. Akamweleza historia yote, akasema basi imeisha.
Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, ndugu wakajua kwamba sasa mtoto wao katoroshwa, na aliyemtorosha ni nani? Ni Samir. Wameelekea wapi? Kahama. Kwa sababu na wenyewe walikuwa wanajua, wakatoka na wenyewe kama watu watano, mpaka wale waliodhulumu mali za baba yao, marehemu baba yao, wakatoka wanamfuata Shivani, eti wakajifanya wanaungana na wakati wamewadhulumu maisha yao. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, wakatoka wakaja mpaka katika ardhi ya Kahama. Baada ya kufika katika ardhi ya Kahama, wakachukua polisi, wakaondoka mpaka katika mlango wa Samiri. Wanafika wanagonga, yule mwanamama nani. Wapendwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wale mabwana walivyofika pale kwenda kumtafuta Samiri, akasema Samiri kwanza hapa hayupo, lakini tunashukuru mmekuja vizuri tena wote watano, kwa sababu tayari kuna kesi imefunguliwa na watoto wenu na Arabi hii hapa, na wahitaji ndio nyinyi mnaohitajiwa, mnatakiwa mwende mkasikilize kesi hiyo. Wale wakahisi ni masahara. Kesho yake kweli, baada ya kuondoka siku ya mahakama, wakatinga mahakamani, binti mwenyewe ndo akasimama, lakini kwa sababu Samiri alikuwa ni Muislamu, wakaletwa makadhi, na yule Shivani akaslimu, akatoka katika imani yake, akaingia katika dini ya Uislamu. Makadhi wamewekwa hapo mahakamani, wamekaa wanajadili sawa swala. Mtoto wa kike anasema mimi nampenda mume wangu, namtaka Samiri anioe. Hawa wanasema hapana, huyu anatakiwa arudishwe. Mwisho wa siku mikiki ikaonekana kwamba binti yupo katika haki, afungishwe ndoa ikafungishwa, kwa sababu kwanza kiimani tayari ameshakuwa tofauti, lakini ni binti tayari ana maamuzi yake. Wakaondoka na vinyongo, lakini hali ya kuwa huyu mwanamume amepatia au amepata kile alichokuwa anakitaka. Akamchukua Shivani, wakaanza kuishi naye, maisha yakawa mazuri, wakapata mtoto wa kwanza, wakapata mtoto wa pili. Kumbe kwao bado mama mtu linamvuruga. Bahati nzuri sasa, Mungu si afumani, wanasema Samiri licha ya kuwa ameacha shule, mama yake amejitahidi, amemfungulia baadhi ya miradi, na ile miradi ikaanza kutiki, mambo yanakwenda, akawa na maisha mazuri, akamwekea jumba zuri, sehemu ya kukaa, maisha yanaingia, wafanya kazi wawili, mmoja wa kumhudumia mtoto, mwingine kazi yake kufua na kupika na kufanyaje nje huko. Yani maisha ambayo wao kule walikuwa wanaishi zamani, sasa kule imeharibika, sasa hivi ndio wanaishi huyu Shivani. Na hawa dada zake na Shivani tayari waishaolewa huko, wameachika, wamevurugana, wako nyumbani kwa mama yao. Kwa wakaanza kujirudi kidogo. Sasa kila wakijirudi, na Shivani amewapokea na Samiri, na ikitokea matatizo yoyote upande wa Shivani kwa mama yake, Samiri anasimama kama mtoto wa kiume, kama mkwe aliyejielewa kweli kweli. Pia dada zake wakawa wanakunja. Hii ikapelekea vita kubwa ya ndani kwa ndani. Wapendwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, twende haraka, kisa ni kirefu. Yule binti analia sana, anasema ningelijua kipindi hicho, au ningekuwa najua mtu wa kunikomboa angenikomboa. Baada ya kupata mtoto wa pili tu ndipo ambapo nilipoanza kumchukia mume wangu. Wangapi katika nyinyi mnaishi katika ndoa mlikuwa mnapendana ajabu ya Rahmani, lakini ghafla mwanaume anamuona mkewe kama dudu mtu, lakini mwanamke anamuona mume wake kama chipanzili limeingia ndani ya nyumba. Ni wangapi ambao kila ukilala unaamka usiku unamchungulia huyu kakoroma, au unalala kwa mashaka, unahisi atakupiga hata bisu la shingo kwa namna mlivyolala? Ni wangapi wanalala aliyakuwa mtu anatamani hata ili jitu life leo? Ni wangapi? Hii si hali ya kawaida. Kuna muda mnasukumiwa mashetani, mnasukumiwa majini ya kichawi. Yufarriquna baina almar'i wazawji. Hamjasikia ile aya Mwenyezi Mungu anasema wattaba'u ma tatiru shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra yufarriquna baina almar'i wazawji. Uchawi ambao unafarakanisha baina ya mke na mwanamume. Ndivyo ilivyokuwa kwa Shivani. Shivani amepata ujauzito wa mimba yake ya pili, mpaka anakuja kujifungua anamchukia mume wake ajabu ya Rahmani. Muda mwingine akikaa na mume wake anamwambia huu ujauzito sio wa kwako. Siku moja, na huyu Samiri alikuwa ni mpole. Nimetaja sifa zake hapo mwanzo, siwezi kuzirudia tena kutokana na muda. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, Samiri akawa na hasira kiasi ambacho hata mama yake akimhoji kitu anaweza akapaniki, tafikia anampanikia jirani au mtu tu wa sokoni kule. Akawa na hasira, kwa yeye taraka likawa ni neno. Siku moja wamegombana, yule Shivani anamwambia naenda kwetu, akamwambia ukitoka pale ndo taraka yako. Shivani kweli akatoka akaenda kwao. Ameenda kwao, amekaa huko. Baadaye mapenzi yamejuri, kwa sababu ile hali inakuja. Unajua kuna ule uchawi unaitwa kharijia na dakhiria. Sasa ule uchawi wa kharijia,
Hapa kuna kanuni 3. Kuna uchawi ule wa kufungwa katika mti mkubwa, yani inatengenezwa tarasimu afu inaenda inapigwa inafungwa kwenye mti mkubwa. Wewe ukilala au inazikwa kwenye mti mkubwa. Wewe ukilala unaonyeshwa mara unapaa. Nilikuwa nasoma Ayatul Kursi, mtu ananikimbiza, napaa. Kumbe ujione una marohani mazuri, kumbe wapate kukupiga vizuri. Wewe uchawi wako umefungwa kwenye mti. Upepo ukipiga basi ndo jini lile linakupaisha na kuambia unajisikia raha. Wewe una matatizo. Au uchawi wako unakwenda unazikwa katika makaburi. Unaota upo makaburini, unaota mambo yako tu ya makaburi. Au unakuwa na miguu yako inawaka moto, uchawi wako umetengenezwa kwa njia ya yai. Lile yai limekwenda unaona mafiga haya. Zamani tulikuwa tunapika kwenye mafiga. Pale kwenye mafiga pale katikati panawekwa yai, linasimamishwa hivi, limeshaandikwa matarasimu na jina lako pale. Kadri wanavyochochea moto pale, mtu yuko radhi atoke hapa aende Itonjanda kijijini kwao kwa ajili ya kwenda kukuzikia tu yai. Kila yai linavyoiva wewe unasikia huko mwili unawaka moto. Ni aina za uchawi hatari mno. Ndivyo ambavyo yule jamaa alikuwa anapata pressure. Wakikaa tena wanatulizana, anarudi. Baada ya kurudi wanagombana. Mara ya mwisho anamwambia, sasa bana, sikiliza, ukitoka ujue ndo nimekupa talaka, usirudi tena. Yule Shivani akaona usintania, akampigia mama yake, kwa sababu hapo mawasiliano yameshaanza kurudi. Mama yake akatoka katika ardhi ya Mwanza siku hiyo na dada zake. Jioni wameingia. Sasa jamaa Samiri hasira zimeisha, akawapokea. Baada ya kuwapokea anashangaa, Shivani anachukua sehemu ambapo anaweka pesa, anachukua pesa, wanapakia mizigo yote. Mama anamwambia, Samiri anamwambia mama, tukae tuzungumze. Anasema hapana, wewe niache. Wakapakia mizigo, wakaondoka. Samiri akabaki hajui pa kuelekea, akarudishwa nyumbani Mwanza. Sasa wamekaa, anaenda katika point. Wamekaa kiasi ambacho ile hasira huyu binti imeanza kuisha. Akawa anamwambia mama, nimemkumbuka mme wangu. Mama, nimemkumbuka mme wangu. Ile jambo linawakereketa hawa ndugu, wanakaa wanashawishiana na mama yao. Huyu anataka kurudi kwa mme wake kufanya nini? Hawajui kwamba kheri kubwa inatoka, yani sehemu ambapo ndo kuna nafuu ya maisha ndo ambapo wao wanaikimbia. Kisa tu rangi tofauti. Ndugu zangu Waislamu, yule mwanamama akamshauri binti yake, akamwambia, nikwambie kitu, mimi mwenyewe natamani ukae na nani? Na Samir. Muishi, mlee familia, watoto wenu bado wadogo, lakini naona kuna kitu ambacho hakiko sawa. Kwa nini mnagombana? Yule binti akasema, hata mimi nashangaa mama yangu. Akasema basi sawa, mimi nimeongea na mama. Kuna mama mmoja alikuwa anaitwa Mama Mwajuma. Sasa sio Mama Mwajuma wote, maana ukisikia kama wewe ndio Mama Mwajuma ukaona jihisi wewe au ndio jirani yako. Mama Mwajuma wakina Shivani. Anasema nimeshazungumza naye, ameniambia Kigoma kuna mtaalamu. Huyu mtaalamu anaweza akakusaidia wewe na mume wako mkaishi salama vizuri. Shivani akaona kumbe jambo la kheri hili, kumbe ni jambo zuri. Ngoja nizungumze na mume wangu anitumie pesa kidogo twende. Basi bila kujua wanakwenda katika dhiki na tabu kubwa. Na hapa ndo nataka niende nikamalizie kisa hiki, inshallah tutakuja kukiendeleza darasa litakalofuata, Shivan na Samiri. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu wapendwa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Yule bwana Samiri baada ya kupigiwa simu na mkewe, na ikamkumbuka mke wake na jinsi ambavyo yule mwanamke alivyomueleza, bana inabidi niende kwa mtaalamu Kigoma, akakubali, akawatumia pesa. Mnaenda wangapi? Tunakwenda 3. Akatuma pesa. Baada ya kutuma pesa, safari ikapangwa, wakaanza safari kuondoka. Wakaondoka mpaka wakafika katika ardhi ya Kigoma. Mwenyeji wao na mama, inaonyesha katika hiyo safari alikuwa ni safari ambayo kaishaenda mara nyingi, kwa hiyo anapajua. Huko mbele ya Chikisa ndo tutakuja kujua kwamba alikuwa anapajuaje. Wakaondoka mpaka wakafika katika ardhi ya Kigoma. Wakashuka, wakachukua taksi ya kukodi, wakaondoka mpaka katika kijiji cha Mahembe. Yule binti hajawahi kupita kwenye sehemu za ajabu, ndo kwanza anafika katika vijiji ambavyo hata umeme hakuna. Walivotoka wakaenda mpaka kwa yule mzee ambapo mimi nilikwenda, wao wakawa wamefika. Baada ya kufika ikaonekana kuna dawa anatakiwa akoge. Baada ya maelezo, na yule binti akawa anavumilia chochote anachokutana nacho pale, na mwanaume anawahudumia. Kwa sababu watu 3 kwenda kijijini na kuishi, yani katika kile kijiji watu weupe wakawa ni wao peke yao, lakini kijiji chenyewe ni ndani na nyumba yenyewe moja kule, nyingine huko. Usiku unasikia milio ya wadudu tu. Wewe ukikaa sehemu unasikia milio ya gari. Kuna watu wanakaa vijijini, nyumba ilipokaa mbalimbali, mnajisikiliza wenyewe tu na sauti ya milio ya wadudu.
Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, usiku wa 7, hapa ndo nakwenda kwenye pointi. Usiku wa 7, binti akiwa amelala usiku, Shivan anaelezea, anasema nilikuwa nimelala chali, lakini ni mtu aliyelala kama yuko macho. Ushawahi kukuta usingizi kama umelala kama uko macho, lakini anasema asilimia kubwa ya kuwa macho ilikuwa ni kama asilimia 80, alafu 20 ni za kulala. Ni kama mtu ninayejitambua nimelala. Baada ya kulala nikasikia kitu kama kengele inapigwa, au kama mruzi fulani unapigwa, kama fulimbi fulani inapulizwa. Ile fulimbi kaniamuru mimi nikae, kwa nikakaa kitandani. Akili inanijia, mbona kama mimi ni Shivani na hichi ninachokifanya si kitu ambacho natakiwa yani anajikontrol asifanye kile kitu, lakini kile kitu kinamkontrol akifanye. Akajikuta amekaa. Ikapigwa fulimbi ya 3, akainuka. Ikapigwa fulimbi ya pili, akainuka. Fulimbi ya 3 akajikuta kaenda katika pembe ya nyumba, alafu nguvu fulani ikamvuta kutoka ndani, akajikuta yuko nje. Lakini anasema nilivyojivuta tu kutoka nje, namkuta mamangu mzazi nje ananisubiri. Kisha akanionyesha ishara ya kuelekea moja katika sehemu. Anasema nikaanza kuelekea, lakini sehemu yenyewe ilikuwa ni sehemu kuna malalo, yani kuna makaburi haya wanaozikia watu. Na kisha yule mwanamama akawa nyuma, lakini mavazi aliyovaa mwanamama ilikuwa ni kijikanga tu, wanasema zile nini, zile kaniki au vitambaa fulani vyeusi katika kiuno peke yake. Anasema sina nguvu ya kuweza kujikontrol. Nilikwenda, baada ya kwenda mpaka tukafika kaburini. Nilivyofika kaburini, na makaburi mengi na wakuta watu wamejaa, na mkuta na yule mganga yupo, lakini yule mganga amesimama, wengine wote wamekaa wanamzunguka, lakini yule mganga amekaa katika kiti kimoja kimepambwa vichwa vya ajabu ajabu, vitu vya ajabu ajabu amekaa, lakini macho yake yakawa kama barbu yanavyomwaka na kumulika. Kikubwa alichokisema yule mganga kumwambia Shivani, alimwambia kwa sauti ya karibu. Sikiliza hii sauti jinsi alivyokuwa anaelezea yule Shivani, anasema karibu. Na mzee mwenyewe anemkaribisha Shivani ndo huyu ambaye mimi ameniambia katika watu niliowaletea madhara, huyu binti hana hatia, kamkomboe kama ambavyo mimi nimetoka katika jambo hilo. Ikhwani, ndugu zangu Waislamu, maghnatisul hubbi. Maghnatisul hubbi ni jambo hatari sana kwa yule yoyote atakayekuwa amekumbwa na hasadi. Una hasadi katika mwili wako. Hii maghnatisul hubbi, ndani yake humu zipo dawa aina zisopungua aina 3 katika boksi moja. Cha kwanza kuna dawa hii hapa. Hii dawa ndanimwe kuna aina ya miti zaidi ya 70, tena yenye rangi tofauti tofauti, yenye nguvu na pawa ya ajabu kwa ajili ya kuondosha hasadi za kichawi, hasadi za kawaida, vijicho vya kichawi, vijicho vya kawaida. Na wakati unaikoga hii dawa utajisikia kama unapigwa vibrate katika mwili wako, ujue inakwenda kufanya kazi na ndio inatoa. Au mwingine unaweza kahisi kutaka kupiga kelele, ndio inakwenda kukutoa na kukuepusha katika dhiki ulionayo. Hii ni dawa mujarabu sana. Takuja kuelezea siku moja miti iliyounganishwa na kuwekwa humu, lakini sio zile dawa zenu mnaenda kuchukua. Hizi ni dawa zimekwenda kuchimbwa tena kwa utaalamu maalumu, na sio katika ardhi ya pwani, kuna mahala ya mbali sana ndio dawa hizi zimetolewa. Hii dawa inaondosha hasadi. Lakini hii hapa ni aina ya mafuta kadhaa yamewekwa humu ndani. Miongoni mwa mafuta ya ajabu sana, ambayo haya niliyapata katika safari yangu niliyokwenda katika ardhi ya Omani. Katika ardhi ya Omani nilikutana na bwana mmoja ambaye yeye asili yake ni Msaudia. Yupo katika ardhi ya Saudia, ni khadimu miongoni mwa khadimu katika ardhi ya Saudia, ni mfanyabiashara mkubwa. Alivyonikuta nafanya dua, akapenda namna ambavyo unavyofanya dua, akaniambia bana, kuna mafuta mujarabu sana, muadabu sana, nataka nikupe. Yamewekwa aina nyingi, miongoni mwa mafuta ni hayo. Ni mafuta gani? Yanatoka wapi? Kwa nini yalinipa? Nitakuelezea huko mbele ya safari. Ni mafuta ambayo ni ya ajabu sana, na huwa yanatumika sehemu maalum sana katika kupaka. Na wewe ukijipaka watu watakukimbilia kama sehemu hiyo, inshallah, kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Katika ardhi ya Maka, katika ardhi ya Madina, haya mafuta yanapatikana sana, mujarabu sana, lakini ndani mwe kuna aina kadhaa za mafuta. Nitakuja kukuelezeni darasa linalokuja kumwelezea Shivan pamoja na Samir ni jinsi gani aliingizwa katika dhiki na tabu mpaka leo anaumwa, na kitu gani kilichomnusuru. Haya mafuta ni mujarabu sana, muadabu sana, yatakufaa baada ya kuwa umeyapaka. Lakini jambo kubwa ni hii dawa.
Hii dawa unapoichukua, chukua maji ya vuguvugu, chukua hii dawa, tia katika kijikombe cha maji ya vuguvugu, tia mdomoni, sukutua. Ukishasukutua tema, alafu chukua maji ya kawaida, sukutua, weka nia, lombokeza, ya Rabbi, msukutuo huu kila nitakayekutana naye, neno langu liwe ni amri, neno langu liwe ni power, neno langu limfanye mtu kuwa ni mtumwa kwa maisha yangu yote. Basi utajikuta utatumikiwa hasa katika ulimwengu na mlango wa mapenzi na mahaba. Shivani katikati ya wachawi. Shivani anakaribishwa. Je, ukaribisho huu ulikuwa ni wa nini? Kwa nini ule mzee anipe namba za Shivani? Je, Shivani na Samiri mapenzi yao yalikuwaje baada ya leo? Ikhwani, atakayekosa kisa cha Samiri na Shivani amekosa kitu kikubwa sana. Share, wasambazie watu. Alama ya kujumlisha 25658 914 771 ndo namba ya kupiga WhatsApp na kawaida, lakini alama ya kujumlisha 255 740 45 80 54 ndio namba ya kupiga. Kisa cha Shivani, wakazi wa Dodoma, na kuambieni kuna kituo kizuri, kuna ofisi nzuri inafunguliwa kwa niaba yenu. Darasa linalokuja nitakwambieni ni Dodoma sehemu gani. Kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, tutakuwa tuna ofisi 2 mpaka sasa, ya Dar es Salaam na ya Dodoma. Wakazi wa Dodoma, pigeni tu simu, Mungu akipenda, kuanzia tarehe 8 au kuanzia kwenye tarehe 5 hapo, kuanzia kwenye tarehe 6, 7, 8, Mungu akipenda nitakuwa katika ardhi ya Dodoma. Kwa nataka watu wote wa Dodoma, pigeni simu, mweke oda yenu, tukupangieni muda wenu na tarehe rasmi ya kuonana na nyinyi. Lakini jueni kabisa kuanzia 8, tarehe 7, yani anza kupiga simu kuanzia sasa. Kwa tarehe 8, 9, 10 hapo, wiki nzima. Baada ya hapo nitakuwa katika ardhi ya Dodoma. Wiki inayofuata nitakuwa katika ardhi ya Dar es Salaam. Wagonjwa wote wa Dodoma, kaeni kwa kutulia inshallah kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfa'na mardana la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama wala alama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله حسبنا الله واعتصمنا بالله وفوضنا أمرنا إلا الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا منزل الكتاب ويا منشئ السحاب ويا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب أدركنا في عزم الأعداء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dua kubwa mujarabu inakuja ya kinga, ya kutukinga. Alwiqayatu khairu min aliraji. Kokote uliko duniani utajiunga katika dua hiyo, na dua hiyo itafanyika kwa gharama utakazoambiwa. Utapiga simu alafu utaambiwa inshallah. Lakini tupo katika wiki ya Maghnatisul Hubbi, huku tukijiandaa na dua kubwa. Wa aqul lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.